Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu yeyote bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo ikiwa ni Juni 25. Mwaka ni 2025. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu katika mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Asubuhi ya leo watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako tuwa dhambi tusiyostahili hata kuliitia jina lako. Lakini tunasema asante kwa nafasi hii ya pekee. Tusamehe uovu wetu, ukatutakase, ukatusafishe na kutufanya upya, nasi tukaakisi tabia yako iliyo njema. Enda nasi tunapojifunza mada hii siku ya leo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema alikuwa alivyodai kuwa. Imejengeka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu Injili sura ya 14 aya ile ya 12. Neno la Mungu linasema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Baada ya kupaa kwa Baba, wanafunzi walipata utimilizo wa ahadi yake. Matukio ya kusulubiwa, kufufuka na kupaa kwa Kristo yalikuwa ni uhalisia kwao. Waliona kuwa unabii ulikuwa umetimia. Walichunguza maandiko na kuyakubali mafundisho yake kwa imani na usadikisho ambao haukuwahi kuwepo kabla. Walijua kuwa mwalimu wa mbinguni alikuwa kama vile alivyosema. Kadiri walivyosimulia uzoefu wao na kuinua upendo wa Mungu, mioyo ya watu iliyeyuka na kutiishwa, na watu wengi wakamwamini Yesu. Ahadi ya Mwokozi kwa wanafunzi wake ni ahadi kwa kanisa lake hadi wakati wa mwisho. Mungu hakukusudia kwamba mpango wake wa ajabu wa kuwakomboa wanadamu uwe na mafanikio duni. Wote watakaoenda kufanya kazi bila kutumaini kile watakachokifanya wenyewe, bali kile ambacho Mungu atakifanya kwa ajili yao na kupitia kwao, kwa hakika watapata utimilizwaji wa ahadi yake. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, alitangaza, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Bado wanafunzi walikuwa hawajaelewa nguvu ya rasilimali za Mwokozi. Aliwaambia, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Yohana Mtakatifu sura ya 16:24. Mwokozi alieleza kuwa siri ya kufaulu kwao itakuwa katika kuomba uwezo na neema kwa jina lake. Atakuwa pamoja na Baba kuwakilisha maombi yao. Maombi ya mtu mnyenyekevu, Kristo atayawakilisha mbele za Baba kama yake mwenyewe kwa niaba ya mwombaji. Kila ombi la dhati husikika mbinguni. Yawezekana lisielezwe kwa ufasaha, lakini kama ni kwa moyo wa dhati, litapanda mpaka mahali patakatifu Yesu anakohudumu, naye ataliwasilisha kwa Baba bila neno hata moja la kupotosha au la kusitasita, likiwa lenye harufu nzuri ya ukamilifu wake. Njia ya unyofu na uadilifu huwa haikosi kizuizi. Lakini katika kila tatizo yatupasa tuone wito wa kuomba. Hakuna anayeishi aliye na nguvu ambayo hajaipokea kutoka kwa Mungu. Na chanzo inakotokea nguvu hiyo kipo wazi kwa mwanadamu aliye mnyonge kabisa. Yesu alisema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno kwa jina langu nitalifanya. Yohana Mtakatifu sura ya 14 aya 13 na 14. The Desire of Ages, ukurasa wa 667. Mwokozi alikuwa na shauku kubwa ya kutaka wanafunzi wake waelewe kwa nini uungu wake uliungana na ubinadamu. Alikuja ulimwenguni kuonesha utukufu wa Mungu ili mwanadamu aadilishwe kwa uwezo wake unaoadilisha. Mungu alidhihirika ndani yake ili kwamba na yeye apate kudhihirishwa ndani yao. Yesu hakuonesha sifa zozote zile wala kutumia uwezo wowote ule
ambao mtu hawezi kuupata akiwa na imani kwa Yesu. Hali kamilifu ya ubinadamu wake ni hali ambayo kila mfuasi wake anaweza kuwa nayo iwapo atajitoa kwa Mungu kama yeye alivyojitoa. Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya pili, ukurasa wa 278 hadi 279. Hii ni Juni 25, mada ikisema alikuwa alivyodai kuwa. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.